Karibu tena kwenye kipindi chetu cha physics. Kutana nami Mama Physics. Utanipata kwenye YouTube channel yangu ya Mwashamba Magurumari. Tupo kwenye mechanics practicals ambayo ni compound pendulum. Tulidiscuss compound pendulum theory yake na tukaona kwamba how can we express the periodic time in terms of h squared and in terms of h. H is the distance from the suspension point to the center of gravity. Okay, so the following are the advantages of compound pendulum. 1. In the compound pendulum, errors of the due to the weight of the string. Kwenye simple pendulum tulikuwa tuna consider kwamba weight of the string is negligible. Weight of the string is negligible, na string tulisema kwamba ni inextensible string, kiasi ambacho unakuta kwamba kana sio cha ukweli sana, kwa sababu unaweza ukafanya oscillation, wakati unafanya oscillation kutokea na ile slight increase in length. Kwa hicho kitu kwenye simple pendulum, kwenye compound pendulum hakipo. Tunasema kwamba errors due to the finite weight of a string and inextensibility are eliminated. Kingine, uncertainty in the motion of the bob is absent. Kwenye simple pendulum tulisema kwamba wakati pendulum ina rotate namna hii, wakati huo ina rotate about the mean position, kwamba ina rotate wakati una undergo linear motion, also ina undergo rotational motion. Kwa hiyo kitu kwenye compound pendulum haipo, kwamba ina undergo to only a linear motion. Ina undergo only this is the rotational motion, sorry, this is a motion, kwamba hakuna motion mbili katika kesi hiyo hapo. Okay, anatuambia due to large mass of the body, the viscous force due to air is negligible. Kwamba huku tulikuwa tunazungumza kwamba kuna air, wakati kama kuna wind blows, kwamba inawezekana tukapata ile maximum amplitude tusioitarajia, lakini kwenye hii kesi kwamba hiyo imekuwa neglected. Number 4, errors due to finite amplitude of swing. Finite amplitude of swing and the yielding of the support can be determined and corrected, and correction applied for them. Okay. Tulikuwa tunasema kwamba for an ideal simple pendulum, the angle of displacement must be not greater than 4. Kwa maana it must be 4 degrees. Kwa ili iwe the ideal simple pendulum, angle of suspension inatakiwa isizidi 4 degrees. Kwenye hii kesi hicho kitu ambacho tunaweza tukakicorrect kwamba ile angle of displacement is not an issue. Number 5, the equivalent length of the simple pendulum in this case can be determined more accurately, and the position of the center of the suspension is known, and the center of oscillation determined graphically. Equivalent length tulikuwa nazungumza kwamba kwenye simple pendulum the equivalent length tulikuwa natoa kwenye point of suspension to the center of pendulum bob, from the suspension point to the center of the pendulum bob. Lakini tulimeona kwamba wakati unaendelea kufanya oscillation inawezekana kwamba ile length ikaongezeka, kwa maana ile effective length isiwe ile kama ulioitarajia pale mwanzoni. Kwa kesi hii hapa tunaweza hiyo error inakuwa corrected very easily. Kwa hiyo ndio advantages ya kutumia compound pendulum rather than simple pendulum. Superiority of compound pendulum over a simple pendulum. The main points of the superiority of compound pendulum over a simple pendulum are: 1. An ideal compound pendulum is easily realizable. Kwamba unaweza ukaiona ile ideal compound pendulum real tofauti na ile
simple pendulum, kwamba tunaambiwa kwamba an ideal simple pendulum angle must not exceed 4 degrees, kitu ambacho ni kigumu kukidetermine physically. Number 2, it oscillates as a whole and there is no lag like that between bob and the string in the case of a simple pendulum. Kwenye simple pendulum kuna ile lagging behind kati ya string na bob, lakini hii ina oscillate yenyewe kama ilivyo, kwamba inakwenda yenyewe mzima kama ilivyo. Tunaambiwa namba 3, the length to be measured is clearly determined. Length to be measured is clearly determined. Kwamba of the bob, kwa mfano hapa tumepima distance yetu 5 cm from point to point, kwamba tunaweza tukaidetermine length vizuri kabisa. Tofauti na huku mara nyingine unafanya just an approximation to determine the center of the bob, inaweza ikawa an issue. Number 6, on account of its large mass and hence the large moment of inertia, it continues to oscillate for longer time, thus enabling the time for a large number of oscillations to be noted and its time period calculated more accurately. Kwamba in this case periodic time tunaweza tukaicalculate more accurately kwa sababu kwamba yenyewe inaweza ikaoscillate kwa muda mrefu, bila kusimama, kwa sababu kuna zile external forces zinakuwa negligible. Kwa hiyo ndizo advantages of using compound pendulum rather than a simple pendulum.